uhusiano wa kidiplomasia kati ya Tanzania pamoja na Marekani. Ninyi ni mashahidi, hapa katikati umekuwa kama na sintofahamu kuhusiana na uhusiano kati ya Tanzania pamoja na Marekani. Viongozi wameibua hoja kwamba Tanzania ni nchi huru na inapaswa kuachwa kama ilivyo na wala isiwekewe vikwazo na nchi nyingine ikiwemo Marekani. Tukasema tuungane na mwana diplomasia na mtaalamu wa uhusiano wa kimataifa anaitwa Dennis Konga. Tunakukaribisha sana bro kwenye Good Morning. Habari ya asubuhi. Njema kabisa, nashukuru kuwa hapa. Sawa, hebu tusaidie kidogo kwa tafsiri nyepesi tujue uhusiano wa kidiplomasia kati ya Tanzania na Marekani ukoje? Niseme tu kwamba diplomasia ina pande mbili. Pande kubwa ni kwamba lazima ijenge ule uhusiano, yani tutumie njia za amani kwenye kuzungumza, kujadiliana ili kuboresha au kujenga kama hakuna huo uhusiano. Kwa hiyo unapozungumzia diplomasia au uhusiano kati ya Tanzania na Marekani, ni uhusiano wa muda mrefu sana, na unaweza ukarudi nyuma kwenye historia. Tunakutana na Julius Kambarage Nyerere, anafika mpaka Marekani, anaonana na Rais Kennedy JFK, wanazungumza vizuri, wanakubaliana mambo mengi, na uhusiano unaendelea kukua na haujawahi kulegalega mpaka hapa juzi, nadhani baada ya maseneta wawili hawa Jean Shaheen na Ted Cruz walipoleta huu sasa ni mswada, haijatengenezwa kuwa ni sheria. Wengi wanasema ni sheria, ni mswada wa kujaribu kupitia uhusiano kati ya Tanzania na Marekani na kugusa maeneo mengi. Tusisahau kwamba Marekani amekuwa akitusaidia kwenye maeneo mengi kuliko kawaida ya kijamii, haya kuhusiana na demokrasia, kuhusiana na utawala bora. Amekuwa akifanya hivyo kama serikali, na serikali zote, haijalishi ni ya chama cha Republican au ni ya Democrats, wamekuwa wakifanya hivyo. Yanaweza kawa yanapungua kutokana na serikali inayoingia madarakani, lakini wamekuwa ni washirika wetu wazuri sana kwenye maendeleo. Kwa bashara tunaweza nikasema hivyo kwamba tumekuwa na uhusiano ambao usiotia shaka. Wamekuwa wakitusaidia katika maeneo mengi na tumekuwa tukifaidika pia. Kama mtakumbuka, tulikuwa kuna kitu kinaitwa AGOA, na sisi tulikuwa ni sehemu ya washiriki ambao tulikuwa tunauza bidhaa zetu huku ambazo zimeongeza thamani na kupelekwa katika soko la Marekani. Kwa hiyo ni uhusiano ambao bado upo na umeendelea kuwepo kwa muda mrefu. Huu mswada ambao watu wana wasiwasi nao na wanaolalamikia, ukoje na unahusu nini haswa kwa yule mtu ambaye hafahamu? Ni mswada ambao unajaribu kugusa maeneo mengi, na bahati mbaya, isivyo bahati, ni kwamba wamegusa mambo mengi ambayo sisi hatuyataki kuyaona yakirudi. Na unaweza kugundua wanagusa kwa mfano yaliyotokea kwenye uchaguzi tarehe 29 na baada ya huu uchaguzi, yakigusia kwa mfano udanganyifu, yakigusia ushiriki wa vyombo vyetu vya usalama pamoja na wanasiasa katika kudhulumu haki ya kuishi kwa watu wengi. Yanagusa maeneo mengi, na wakati mwingine yanagusa pia hata vile vipaumbele ambavyo tunakuwa tunavyo, kwamba sasa tuweze kuviangalia. Nachoshukuru ni kwamba kuna maeneo hawajasemea. Kwa mfano wamezungumzia usaidizi kwenye masuala kama ya afya, msema hawa hayatagusa, lakini yale mambo ya msingi kwenye utawala bora na demokrasia yameguswa zaidi. Na ndio maana unagundua unarudi bungeni, kwa sababu bungeni hakuwezi kuwa, yani bunge haliwezi kuwa bunge kama hakuna demokrasia, kama hakuna utawala bora. Kwa hiyo ndio maana watu wengi wabunge, hasa wabunge, wamekuwa wakilalamika kwamba haya yanaenda kutendeza yatatuletea shida kama nchi, na kama nchi basi unawagusa pia wao kama wakilishi wa wananchi. Na umepelekwa kwenye kamati ya mambo ya nje, baadaye utarudi katika bunge la Senate. Sasa endapo ikipitishwa ikawa sheria, Tanzania tutaathirika kwa kiasi gani? Kwa kiasi kikubwa, kwa sababu tusiache tu haya. Huwa tuna usemi kwamba mkubwa ni mkubwa tu na wakubwa wana vishindo.
unapozungumza nchi kama Marekani ikianza kukugusa wewe, ina maana kuna nchi nyingi ambazo kutakuwa kuna mkururo wa nchi, hasa najaribu kuangalia Jumuiya ya Ulaya inaweza kama kufanya ya kwao akafuata huko na kutunyang'anya sehemu ya usaidizi ambao kwa sehemu tungeweza kupata kutoka kwao. Kwa hiyo ikipitishwa kuwa sheria, maanake mambo mengi yatabadilika, na hata hii misaada mingi ambayo ilikuwa inagusa maeneo fulani itapungua kwa kiasi kikubwa, na ikipungua, sisi bado hatuna uwezo wa kujisimamia, na nafahamu kwamba tuna jitihada nyingi sana za kuongeza uwezo wa kwetu wa sisi kuweza kujisimamia, lakini bado hatuna uwezo huo. Itatusumbua kwa namna gani siwezi kusema, lakini itatusumbua sana, kwa sababu unajua wao ndio wanamiliki pia mifumo mingi sana ambayo tunaitumia. Hebu fikiri kwa mfano mifumo ya kipesa ya nini, itakuwa ina athari kama ikiotoka kuwagusa viongozi ikaamua kuligusa taifa kama taifa. Kwa hiyo athari yake ipo, hatupendi kuiona, lakini ipo, inaweza ikaja na ikatusumbua na nikasema. Kutokana na watu jinsi wanavyozungumza, wadau wa masuala ya kisiasa, diplomasia, wabunge tumeona wanazungumza kwamba ni wivu tu, tunadhalilishwa, tunaonekana kama ni watu ambao hatuwezi kujiamulia mambo yetu. Wewe kama mchambuzi wa masuala haya, wewe kwako teki yako ikoje? Hawako sawa sana, kwa sababu tunarudi nyuma kihistoria. Haya yote ambayo tunayapitia yalishawahi kutokea, na ndio maana ilikuwa mwaka 1648 kuna kitu kinaitwa Westphalian Treaty, kuna mkataba wa Westphalia ambao uliweka 1648. Okay. 1948 hii inaitwa Universal Declaration of Human Rights. Okay, hii inayozungumza ni 1948. Ambapo uliweka msingi kwamba kwanza kutakuwa kuna kitu kinaitwa sovereignty of state, yani kwamba hizi nchi zitakuwa ni huru, hazitakuwa zinaweza kuingiliwa na nchi nyingine. Ya pili, wakazungumza habari ya uwepo wa diplomasia, tutatuma wakilishi au balozi hawa waweze kuja kukaa katika nchi za kwenu, kuangalia sio maslahi tu ya nchi ambayo wanatuma, lakini kuangalia pia kama yale ambayo yanafanyika yamo, na ndio hiyo inakuja kugusa pia swala la sheria ya kimataifa, international law. Sasa ukiacha hayo yote, tunarudi nyuma, tutagundua kwamba nchi nyingi zinazungumza kwa mfano territorial integrity, kwamba uwezo wetu wa sisi kujitawala unagusa mambo mengi. Kwa mfano hasa uchumi, hatuko na uhuru kiasi hivyo kwa sababu tumewaruhusu hawa wakiwa wana nguvu za kiuchumi, wana nguvu za kimaamuzi kwenye mashirika ya kimataifa ambayo pia sisi ni sehemu ya hao, wanagusa maeneo mengi ambayo sisi hatuna nguvu ya moja kwa moja. Ukiacha hiyo, mwaka 2005 ilitengenezwa sheria ambayo ni doctrine inaitwa responsibility to protect, na hii imekuwa ikitumiwa vibaya sana na hao wakubwa wa dunia, kwamba wana dhima ya kuweza kulinda raia wa nchi zote duniani pale ambapo inaonekana kunakuwa kuna madhira. Kwa hiyo yanayozungumzwa ukiyafuatilia na kutupilia kwa Shaheen na Close ni kwamba wao wanazungumza habari ya kwamba yaliyotokea yalikuwa kama yamepangiliwa, yalikuwa yanadhulumu haki kwa mfano za binadamu. Kwa haya yote yanakuwa yanaruhusu Marekani iweze kuyaangalia. Wamegusa kwa mfano kwamba kuna unyanyasaji wa kidini, mambo ambayo kwetu Tanzania hatukuwahi kuyafikiri, lakini wao wanasema wana ushahidi kwamba kuna taasisi nyingi za kidini zimefungwa ambazo hazionyeshi kuiunga mkono serikali na vitu vingine kama hivyo. Kwa hii inatoa uhalali sasa, kwa sababu wao wanarudi kwenye doctrine. Doctrine ya responsibility to protect R2P inazungumza mambo matatu. La kwanza kwamba nchi lazima iweze kulinda watu wake. Ya pili, lazima nchi, jumuiya za kimataifa, nchi wanachama, majirani waweze kusaidia hiyo nchi kuweza kufanya hilo la kwanza. Sasa ikiwa la kwanza na la pili halijafanikiwa, wanaenda kwenye la tatu ambalo ni kwamba sasa jumuiya ya kimataifa ina dhima ya kuingilia ndani na kusema bwana kinini kinatokea. Kwa hii imefanywa kisiasa, kwa maana ya Shaheen pamoja na Close kusema tunapeleka mswada huu ili ipelekwe sasa kisheria na waone kama wanaweza wakasaidia kubadilisha hali ya mambo ndani ya nchi.
Sasa kuna tukae vizuri, kwa sababu reaction ya bunge na serikali kupitia waziri na wadau wengine wa amani na kadhalika imekuwa sio ya kawaida sana, kwa sababu umeona bunge limetoka kwa nguvu sana na wadau wengine wametoka kwa nguvu sana, na inaonyesha kama kuna panic mode fulani imekuja, kama kuna panic. Sasa pengine tujiulize kimsingi hasa ni nini, kwa sababu si mara kwa tumetishiwa hivi hatukujali sana, yani kwa sababu labda pengine Marekani umuhimu wake kimsingi hasa uko wapi kwa sisi, kwa sababu najua Marekani tunashirikiana nao kwenye masuala ya maendeleo, kwa maana ya kwamba wamekuwa ni partner wa maendeleo kwa misali kama utaji kwenye sekta muhimu, elimu, afya na mambo mengine ya kimaendeleo, lakini wamekuwa ni partner wazuri sana kwenye masuala ya ulinzi, wamekuwa tukishirikiana nao na hilo linajidhihirisha kwa kuangalia ubalozi wa Marekani nchini Tanzania, jinsi ambavyo muundo wake na mfumo wake ni mkubwa sana, kwa maana ya kwamba ni zaidi ya ubalozi wa kawaida, na kwenda mbali zaidi, kwa sababu kwenye masuala ya ulinzi na usalama tunashirikiana nao sana na hata kimkakati Tanzania ni moja kati ya maeneo ambao Marekani wanategemea sana kuyatumia kwenye masuala ya kiusalama kwenye eneo la Afrika Mashariki na Kati. Lakini kuna eneo lingine kubwa zaidi la kiuchumi. Kwa siku za karibuni tumeona kumekuwa kama kuna milango imefunguka sana ya uwekezaji na kubadilishana biashara kati ya Tanzania na Marekani. Lakini wameenda mbali zaidi. Urafiki wa kawaida wa Tanzania wamekuwa ni wanufaika sana na Marekani, kwa maana ni moja kati ya nchi ambazo zimependelewa mno hata kupata zile kinachoitwa green card visa. Watanzania wengi sana wanapata green card visa kirahisi sana, na hii imekuwa ikiongezeka miaka ya karibuni. Sasa wao wanakwenda mbali, wanasema wataenda kuziba maeneo karibia yote. Wao nadhani hii inaweza kuwa ina athari kubwa kiasi gani katika maeneo yote yanayoyataja, kiasi kwamba mpaka unaona bunge limesimama na kuona kabisa viongozi kama naweza kutumia neno jepesi, kama wanapoteana hivi. Nini kimewatisha sana? Sababu hata Ulaya walitisha, lakini hatukupani kiasi hiki. Ndio maana nimesisitiza kwamba Marekani anagusa maeneo mengi na anagusa mifumo mingi ambayo tunaitumia katika masuala mengi ya afya. Ukizungumza ya kipesa iko chini ya uangalizi wa Marekani, na hii niseme tuna bahati mbaya au si nzuri kwamba hatakuwa wa kwanza. Hata jumuiya ya Ulaya au nchi za Ulaya zimeshtuka sasa kwamba kumbe haya mambo yanaweza kubadilika, hawa jamaa akiamua kubadilika. Kwa hiyo unaweza ukaona wabunge wana haki ya kushtuka, na mfano mzuri nitatumia ni hii ambayo ilitokea hata kwa jaji yule mmoja wa mahakama ya kimataifa ya ICC ambaye alipeleka ombi la kutaka Netanyahu aweze kushtakiwa. Yeye akashangaa kwamba kila kitu hakiwezi kufanya kazi. Kwa hiyo nawaelewa wabunge kwetu wanapokuwa wanaonesha kushtushwa na kukasirika na kukarahika niseme kwa yale yanayoendelea kwa Marekani kuitengeneza hii, kwa sababu mambo mengi yataharibika. Unaweza ukasema kulikuwa kuna mambo mengi ambayo wanayafanya wao binafsi, labda kama wakilishi wetu ndani ya Marekani. Unaweza ukasema kuna ile hofu tu ya kwamba kama hawa wakifanya hivi itaishia wapi, yani mwisho wake utakuwa ni nini. Inaweza ikawa inasumbua, kwa sababu kama wakigusa maeneo mengi zaidi, manake niseme tu kweli, kama wao ni sehemu mojawapo ya wadau wetu wa maendeleo, watatuathiri, kutakuwa kuna athari kubwa zaidi katika maeneo mengi. Kwa hiyo nawaelewa wabunge, na hapa ndio tutarudi tena kwenye ile theory au nadharia ya kusema labda tuanze kujiandaa kufunga mikanda. Sasa je, wabunge wetu watakuwa tayari kufunga mikanda? Serikali itakuwa tayari kufunga mkanda? Wananchi wenyewe watakuwa tayari kufunga mkanda? Au inaweza ikajaribu ikaletea hali mbaya ndani ya nchi kiasi kwamba watu wakaona kwamba kuna haja labda ya kubadilisha hata serikali, kwamba serikali imeshindwa kufanya kile ambacho kinatakiwa kiweze kufanyika? Au unaweza tukaenda kwenye hali mbaya zaidi ya kiuchumi ambayo pia inaweza ikazidi kuhanikiza mabadiliko katika mambo mengi ndani ya nchi. Kwa haya ninaelewa wabunge wanapokuwa wanasema hivyo. Hakuna mtu ambaye anapenda kurudi tena kwenye debe. Hakuna mtu ambaye anapenda kurudi tena kwenye kura. Tumetoka mwaka jana tu, mwaka huu unarudi kwenye kura, inakuwa ni swala gumu kidogo. Sasa kwa wakati huu pengine nini ambacho kinakifanyike?
viongozi wa dini baadhi waendelee kurusha makombora kwa maseneta wa Marekani, ama nini ambacho kinapaswa kufanyika kwa sasa, pengine tukiwa katika matarajio ya baadaye hali kuwa shwari? Jambo kubwa ni utulivu tu. Tumefika hapa sio kwa bahati mbaya, na kwa sababu tunayo serikali na inafanya kazi, itumie tu mifumo ile ya kwake ya kuweza kutenda yaliyo ya msingi. Nasitiza hili kwa maana ya kwamba diplomasia inataka mazungumzo. Si kweli kwamba serikali ya Marekani haiwezi kuzungumza na serikali ya Tanzania. Itaweza kuzungumza, wafuate taratibu za kawaida za kuzungumza, waweze kujenga hoja zao. Hivi vijembe labda na kejeri hazitatusaidia, kwa sababu bado narudi kule kule, anayemlipa mpiga zumari ndiye anayechagua wimbo. Who pays the piper dictates the tune. Sinasema hivyo dachi. Sasa kama sisi hatuna uwezo wa kujisimamia, kama sisi hatuna uwezo wa kuweza kubishana na hawa, hiyo ni swala la msingi sana, ni kuweka utulivu na kuweza kujenga hoja zetu na kuonesha namna ambavyo sisi tumeweza kufanya ndani ya nchi ya kwetu, kipi ambacho tumekifanya, kipi tunafanya, na malengo ya muda mfupi ni yapi, malengo ya muda mrefu ni yapi, katika kuweza kuboresha hayo. Kwa sababu tukisema kwamba yanayosema labda hayapo na wao wanasema wana ushahidi, tuombe basi hata huo ushahidi kwamba ni kipi ambacho kinakuwa kipo. Itatusaidia sana kuweka utulivu. Tusiweke mihemko, tusiweke ile hali yetu ya kuona kiburi wakati bado hatuwezi kujisimamia katika mambo mengi. Niseme tu kweli. Na tunataka tukajidanganya kusema kwamba labda tunaweza kuelekea upande wa mashariki, kwa maana ya kwamba kama upande wa magharibi hatutaki tuende upande wa mashariki, lakini bado utajikuta tutarudi. Kuna baadhi ya vitu bado vitakuwa haviwezekani pasipokuwa na kutumia hii diplomasia ya kuweza kukaa na kuzungumza na kuweza kujenga hoja za kwetu. Lakini kuna lingine linazungumzwa vile vile katika hoja hizo ambazo wanazijenga kina Cruz. Wanazungumzia kuhusu kwamba wanatilia shaka uhusiano wetu na China. Hii imekaaje? Hii sio swala jipya kiukweli, sio swala jipya. Wanakuwa na mashaka sana na Uchina, lakini bado tunarudi sasa kule kwamba hatuwezi. Sisi tuko kwenye kitu kinachofungamana lisilopendelea upande wowote, ile non alignment movement, ambayo haisemi sisi tuchaguliwe marafiki. Kama wanatilia shaka, watilie shaka kwenye mambo yale ya msingi. Lakini kama Mchina anazungumza habari njema kuhusiana na sisi, kufanya naye biashara, kutusaidia misaada ya kimaendeleo, bado naye ni partner kwetu. Hatuwezi tukaondoa, hatuwezi kuchaguliwa kwamba tusishirikiane na India, tusishirikiane na Urusi. Hawa wote wana haki na ya kuweza kushirikiana na sisi. Hatuwezi kuchaguliwa rafiki, na hiyo tulishawahi kuisema tangu zamani. Kwa hiyo kutiliwa shaka kupo tu tangu wakati wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere walikuwa wanatilia shaka, lakini bado tuweza kuvuka hapo. Jambo la msingi ni kwamba wao waweze kuangalia yale maeneo ambayo kwa kweli wanahitaji kutusaidia, waweze kuyaona, je, tunafanya vile inavyotakikana, hilo la kwanza. Lakini kusema kwamba tuchaguliwe rafiki, hapana, haiwezi kuwa sawa na haitaweza kuwa sawa kwa viwango vyovyote, kwa sababu sisi hatufungamani na upande wote. Yoyote ambaye yupo, na hata ukiangalia sera yetu ya mambo ya nje inazungumza habari ya economic diplomacy, tunaangalia faida ambayo tunaipata. Ndio maana hata wale ambao zamani tulikuwa tunaona kama ni maadui, kwa maana ya kwamba wanasigina haki za watu wengine, angalia nchi kama Morocco, angalia kama Israel, bado tumekuwa na marafiki wa kwao, lakini bado tumebakia na msimamo wa kwetu kwamba hapana. Kwa mfano upande wa Israel na Palestine tunataka iwe ni two state solution ambayo ipo, imeendelea kuwepo mpaka hata sasa hivi tunapozungumza economic diplomacy. Kwa hiyo sidhani kama ni jambo la msingi sana au linaweza kutikisa kusema kwamba wanatilia shaka. Mahusiano yetu na China yameendelea kuwa makubwa, na sio China, tuna mataifa mengi ambayo hayakubaliani na Marekani. Umesema vizuri kabisa kwamba endapo muswada ukapita ukawa sheria, tunaweza tukawa katika wakati mgumu sana kama nchi. Sasa mmoja kati ya wabunge anaitwa Kingu, yeye alitoa ushauri. Yaani kabla maji hayajakorogeka, alimtaka waziri wa mambo ya nje Mheshimiwa Mahmoud Kombo pamoja na spika wa bunge Musa Zungu waende wakakae chini na ile kamati ya mambo ya nje kuweza kuona kwamba mambo yanakuaje. Wewe kama mchambuzi unaona itasaidia kweli? Itasaidia sana, kwa sababu unajua ni mazungumzo, ndio diplomacy inataka hivyo. Tuweze kukaa, tuwape perspective. Yaani unawezekana wao wana perspective ya upande mmoja, hawajapata perspective na jaribu kufikiri, hawajapata upande mwingine wa serikali. Kwa serikali ikija na kukaa na ile kamati na kuwaambia yale ambayo yapo, na kama nilivyosema, kusema wapi tuko, tunafikiri kwenda wapi, na tunafikiri kwa muda mrefu tutafanya yepi na yepi na yepi, mambo mengi yanaweza kubadilika. Ndio maana nasema huu ni mswada, haijawa sheria.
na sidhani sitaki kuamini kama kwa sababu wameshaanzisha hili swala basi lazima lifike mwisho hivyo hivyo. Hapana, kutoka kuna nafasi ya wao kuweza kuzungumza na serikali kuona kama wanaweza kupitia. Kwa hiyo ni swala zuri kabisa kwamba kabla mambo hajafika mbali waweze kwenda kuonana na hawa ambao wana hiyo kamati ya mambo ya nchi na kuweza kuzungumza kwa uzuri, lakini kinachokiona ni kwamba wasiende katika upande wa kuwa defensive, waende kwa kusema, kwa kuwapa yale ambayo wanayatenda. Unajua, ukianza kusema kwamba bwana, unajua mnatuonea, tayari tushaonewa. Sasa tunafanyaje? Lazima tuende tuzungumze upande wa kwetu na kwa nini tunafanyia hayo ambayo wewe unadhani sababu ambazo wamezitoa hazina mashiko? Kusema hazina mashiko itakuwa sio sahihi sana, kwa sababu wao wamesema wana ushahidi. Sasa mtu akikwambia ana ushahidi, wametaja matukio ya Oktoba 29, wametaja jinsi ambavyo viongozi wa upinzani wanavyokuwa treated, wanakamatwa, wanafunguliwa kesi. Wametaja mambo mengi tu ambayo mengine tunayaona kama ni ukweli ndani yake. Unaonaje wewe? Ni kweli. Huo ni ukweli, maana nasema wasiende wakiwa defensive, wasiende kujitetea, waende kusema wanafanyia kazi maana gani, kwa sababu mambo mengi ambayo baada ya tarehe 29 na hata kabla tulikuwa tunayaona haikuwa yanafurahisha kama nchi. Tulikuwa tunaondoka katika ule msao, unaweza kusema yale ambayo tulikuwa tunayafikiri kama ni tunu ya kwetu, tulikuwa tunaanza kuyasigina na ikaonekana kama ni mambo ya kawaida. Yani ule uhuru ambao tulikuwa tunazungumza kwa uzuri ulikuwa haupo uhuru sana. Tunaweza tukaenda kushoto kulia, lakini ukweli ni kwamba kuna mengi ambayo yamesemwa na wao wanasema wana ushahidi, na sisi tunafahamu kwamba yalikuwa yanatokea hapa na yanaendelea kutokea. Kwa haya sio mambo mapya. Tunaweza nasema kwa uzuri kabisa, tunaweza tukaondoka hapa tukaenda vizuri, tukarudi katika ile misingi ambayo ya kufuata taratibu zetu za kikatiba, taratibu zetu za sheria ambazo zimewekwa na ziko wazi kabisa, na tukasimama kama nchi. Okay. Sawa, sisi tunakushukuru sana kaka, asante.